ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala ajali watu, na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa, alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, atawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana usiku? Naye ni mvumilivu kwao. Nawaambia, atawapatia haki upesi. Lakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Najua jana ilikuwa sherehe kubwa ya kipaimara, shamra nyingi. Inawezekana pia inaathiri mahudhurio siku ya leo. Watu wamesherekea mpaka kanisao, mpaka kachoka sana. Lakini sisi ambao tumeitikia, tumeelewa, tumefahamu, hatupika pingamizi, kizuizi cha kutokuja kutimiza jibu letu Jumapili, cha kutokutenda dhambi Jumapili kwa ile sherehe. Heri yenu. Na tunapokuja mahali hapa, kwanza mshukuru Mungu kwa kufanikisha zoezi la jana kuisha salama. Tunawashukuru wote waliohusika kwa namna moja au nyingine kufanikisha zoezi lile la kipaimara. Yesu anatuambia tuombe daima, tuombe siku zote, wala tusikate tamaa. Haya ni maneno ya Yesu mwenyewe, Mwana wa Mungu, kiongozi wetu. Anatuasa, anatuambia, anatueleza, anatufundisha tuombe daima, tuombe siku zote, wala tusikate tamaa. Mungu anajua, Mungu anafahamu, anaelewa kwa jinsi gani atakavyotupatia mahitaji yetu na haki zetu. Na ametolea mfano yule kadhi dhalimu mbaya. Anaendelea kuonekana ni mbaya, ana sifa, mtu katili, na anasema mwenyewe kwa sababu ingawa simchi Mungu na wala siwapendi watu na wafanyia mabaya watu maovu, lakini kwa ajili ya mwanamke huyu mjane huyu walimsumbua kila wakati, ananichosha na juzi, nitampatia haki yake. Yesu anatuambia, anaeleza kufundisha huyu kadhi dhalimu mbaya, si mcha Mungu wala watu,
anampatia huyu mjane haki yake. Mungu ndiye ambaye ni mtakatifu, ambaye ni mwema, amebeba utukufu, mwenye huruma, asimpatie wewe hitaji lako. Kama huyu kiongozi mbaya, tena mbaya, sio kwamba watu wanasema mbaya, na mwenyewe anampata ile mbaya, anatendea haki huyu mjane. Kwa nini Mungu asikie wewe haki? Asipatie haki yako, hitaji lako? Ndio maana anatuambia, anatuelekeza tusali daima siku zote bila kuchoka. Mungu anatupatia haki na mahitaji. Mwiko kukata tamaa katika maisha, mwiko kukatia tamaa mtu. Sisi tunapaswa siku zote tuishi kwa matumaini, tuishi kana kwamba tutapata, na kama tutasali tutapata imani ya kumtegemea Mungu. Tuangalie kwenye somo la pili, kitikio msaada wangu uko katika Bwana aliyeumba mbingu na msaada wangu wako wapi? Katika Bwana aliyeumba. Kwa nini ukata tamaa? Kwa nini ukata tamaa? Wakati msaada wako, mafanikio yako katika Bwana aliyeumba mbingu na nchi, yaani Mungu. Tujue, tufahamu katika dunia hii mafanikio, maendeleo na kubarikiwa yako mikononi mwa Mungu wetu. Umekuwa hivyo ulivyo kwa ajili ya mapenzi ya Mungu, kwa ajili ya nguvu ya Mungu. Mafanikio yetu yategemea nguvu ya Mungu. Kubarikiwa kwetu kunategemea nguvu ya Mungu. Mungu akiwa upande wako na kubariki, akusimamia mafanikio. Kwa hiyo hakuna haja ya kukata tamaa. Maana somo la kwanza tunaona Musa anaelekeza jinsi ya kupata ushindi. Ulikuwa na vita kali sana kati ya Waisraeli na Waamaleki, vita kali sana. Yaani vita wao kama vile mapigano ya kawaida. Na hiyo tunaambiwa Waamaleki walikuwa pia na Waisraeli. Musa anamwambia Yoshua atafute watu wa kupigana. Musa anasema tutafute kitu fulani, na huyu wapeleke. Kumkeni Musa alikuwa na muda mwenyewe kupitia fimbo ile fimbo ya Musa. Ile fimbo kuna Mungu. Alikuwa anategemea sana ile sana. Fimbo hii ni nguvu ya Mungu kwa Musa. Alikuwa fimbo ya kawaida, fimbo ya pekee. Na Musa alitegemea hiyo. Sasa wapala kijana alinua fimbo yake juu. Alipoinua fimbo juu, wazee wa kushinda
wakafanikiwa. Aliposhusha wakapigwa. Baadaye Musa akanyosha mkono yake mpaka mkono ukatoka. Unakuwa ushika ile akatoka. Mikono ikaanza kulegea, ikashika nguvu. Wakaanza kutafakari, tufanyeje? Maana mwenye nafsi, mwenye uwezo, mwenye mamlaka ya kushika fimbo ni Musa. Mwenye nguvu ni Musa. Sasa mikono imetoka, imelegea, wanapigwa, wanashindwa, wafanyeje? Angalia ugani wanaotumia, angalia wanaofukuliwa. Ili washinde, ilibidi watafute mawe makubwa waweke kulaumu, ili kushikiza kusimamia mkono wa Musa usishuke. Wakashikia mkono wake kwa mawe ili usishuke, wakashuka. Na kweli wakashinda vita. Tunajifunza nini hapa leo? Katika kipindi hiki cha kumtumikia Mungu na kufanikiwa, hatupaswi kukata tamaa. Hata kama tumechoka, tumelegea, tunapaswa kuendelea kusali na wakati mwingine kutafuta njia mbadala ya kuweza kunyanyua kusimamisha hiyo fimbo, yaani ulimwengu kufanya kazi kama wanasema waliofanya. Tutafute mbinu nyingine. Usikubali kushindwa hivi vitu. Umekuwa mtu wa sala, mtu wa maombi, unafanikiwa hapa na pale. Kumbuka wewe ni mwanadamu. Kuna kuchoka, kuna kuzidiwa, kuna usingizi. Wewe ni mwanadamu. Sio umefika, umefanikiwa sana, ujue kuna kushuka, kuna kuchoka. Na wenyewe wengine masharti Mariamu, wengine tulikuwa watu wa Mungu sana. Mkono wetu ulikuwa juu, fimbo ya Mungu na fimbo ilikuwa juu, kwenye kusali, kwenye masakramenti, kwenye kuwajibika. Lakini tukawa tunachoka, unakata tamaa, mkono unalegea, nguvu unalegea, unashinda tena kusali wako na nyinyi wajua na tunafahamiana. Walikuwa mstari wa mbele katika ibada, katika imani, katika utume, lakini wengine wamechoka, wamelegea, wameshusha fimbo, wameanguka. Na matokeo yake baada ya kuanguka, hawataki kuliona kanisa, hawataki kusali, hawataki ibada tena, hawana habari ya sakramenti. Na wengine wamekwenda mbali zaidi, sio tu kwenda kusali, wakakimbilia madhehebu mengine, makanisa mengine. Na sio tu wakikimbia makanisa mengine, wamekuwa sasa wapinzani, wanaongea mabaya, maovu juu ya kanisa letu. Hawa wanaonekana walichoka, walikata tamaa, wakashusha fimbo, imani yao ikadorora, wameanguka. Leo tunakumbushwa wajibu wetu. Fimbo ya imani mara zote iwe juu. Fimbo ya upendo mara zote iwe juu. Fimbo ya wajibikaji mara zote iwe juu. Ukiendekeza kuchoka, uchovu,
ukakata tamaa, unaharibikiwa. Unaharibikiwa kama walivyoharibikiwa wengine katika dunia hii na katika kanisa hili. Ndio maana tunaambiwa tusali, tuombe siku zote bila kukata tamaa. Tukisali siku zote bila tamaa na fumbo yetu hiyo juu, tutafanikiwa, tutashinda vita, kwa kuwa nguvu ya Mungu katika fimbo, katika imani. Angalieni kwa familia zetu, mfano mzuri sana, wale ambao walikuwa na sali siku zote, walikuwa wanakuja kanisa tena wanaongozana na wengine wameshikana na mikono kabisa, hawaisikia aibu wala woga kuja kanisani kama wanafunzi. Wakaingia katika utume, angalia walikuwa imara, walikuwa wanapendana wale wale, wakaanza kuadhibika. Mungu yuko pamoja nao. Fimbo ya Musa, fimbo ya imani iko baada ya kudhoofika, baada ya kuchoka, baada ya kuacha Mungu, kuacha kusali, walikuwa kwenye utume, walikuwa juu, wameacha utume, wameshuka. Walikuwa sasa walikuwa juu, baada ya kumsali na msala wetu uko katika Bwana aliyewaambia. Sasa wameacha msaada wa Mungu, wamekimbilia Mungu wengine, wamekimbilia msaada mwingine, wamemwacha Mungu anaokoa, wengine wana familia wetu, wengine ndugu zetu, wengine watoto wetu, wengine wazazi wetu, wengine waume zetu, wengine wake zetu. Baada ya kushusha tu fimbo ya Mungu, yaani imani, angalia, walikuwa na furaha amani kwenye familia. Kwa sababu furaha kwenye familia, kwa sababu ukishamwacha Mungu, ukikuwa imani, si tu kwamba unakosa imani kanisani, mpaka nyumbani kwako kuongea kwa barabara, mpaka unakuwa mtumishi. Unaweza ukaishi mume wake, lakini imekuwa maadui, amuongei, amsalimiani, amli pamoja, amcheki, hakuna tabasamu, mnakuwa kama mnabadilika kwenye ibada kila moja kivyake, wakati unaondoka hauwagi, hata ukimbia kumshikisha mwenzako, ujue tu umeshusha fimbo ya Mungu, ujue tu umeshusha fimbo ya Mungu, fimbo ya imani, fimbo ya upendo, fimbo ya baraka. Na anaathirika anayepata shida sio Mungu, bali wewe mwenyewe. Ulikuwa mtu mwema, watu wema, watu wazuri, sasa ulikuwa mfuta. Mwingine tukajipata wale kanisani, kivyake. Nakumbuka kama tunaongozana, afu napiga stori njiani. Vipi? Na utani mwingi, sasa hivi hakuna utani tena. Umepata maadui. Na imefika wakati mbele ya mtu mpaka mnapopana. Chakula hiki salama, sio salama. Kumbukeni maneno ya Baba Askofu jana alisema. Inafika kwa tu unakuwa na wasiwasi juu ya chakula cha mke wako anachokula. Kwanza aanze kula yeye ndio wewe. Zamani ulikuwa na njaa tu haraka, unashangaa
kuuliza sasa hivi, kwanza unaangalia mkishafikia hiyo kwenye familia au kwenye ndoa, kwenye jumuiya, mmekwisha. Unapata chakula sikizia, tumbo litauma, niko salama mimi. Mnakaa usiku mnalala, mnachunguzana, anaweza kama kanipigia kisu. Watu wajua kwa hiyo. Na mbaya zaidi, kuna wengine wanasali kwa kanisa. Wanakuwa kwenye ibada ya kanisa, lakini mtu kama hajua. Baba yuko ndani ya kale hotelini. Baba yuko ndani ya hotelini. So hotelini tu kwenye vili vijana huko. Kwenye fungu. Lakini nyumbani anajiko anamtu. Kwa nini? Wasiwasi, uoga, mashaka. Anaogopa. Kwa nini? Upepo umekuwa imani kubwa. Kwa nini? Leo tunaelekezwa, leo tunafundishwa. Endelea sana. Sala ina nguvu, sala ina uwezo, sala inabadilisha, sala inaleta matumaini. Ukishamwacha Mungu na mambo yake, ujue fulani umeshaanguka. Wanaofanya biashara watajua wanafanya biashara. Ulikuwa unategemea Mungu ufanye kupatikana. Sasa hivi faida hapatikani tena. Na hata kile kinachopatikana ni faida, unapelekea waganga, wataamini, wakasirike biashara yako. Yote kusonga kimemwacha Mungu. Sasa unakamata, unarudia nguvu zingine sasa. Sio bure. Mkono wa mtu tu, haiwezekani. Yote hayo ukiwa kwa Mungu, ukiwa kwa sala, unapendeka, unakubalika, unapata wateja, watu wanakupenda. Ni kwa pesa unakupenda. Lakini ukishamwacha Mungu, kwanza wewe uko na hasira au na hali au na ugomvi na kila mtu. Ukimwona mmoja anaongea kibali tayari presha yake inaongea. Ukimwona mmoja anaongea kibali tayari, yaani hamna amani tena, kwa kuwa neno la Mungu, nguvu ya Mungu haipo ndani. Dawa ni nini dawa? Dawa ni nini? Dawa ni kumrudia Mungu. Dawa ni kusali. Dawa ni kufanya utume. Dawa ni kuonyesha upendo. Na inapobidi tunaambiwa katika mambo. Inapobidi fundisha. Onya. Kemea. Karibia. Elekeza. Sio kukimbia, sio kuacha. Ikibidi wajibu wako kufundisha, kuelekeza, kemea, karibia, onya. Ukifanya hivi, Mungu basi wewe umeona pale kufanya kwa mfuate, ongea naye, baba paroko 1, 2, 3 na basi katika hii ndio. Lakini wewe kwa kuhisi tu, kwa kufikiria tu, imtaka kitu changanyikiwa tayari. Roskofu 1, 2, 3. Roskofu 1, 2, 3. Mtu unayoya unaishi roho kwenye nyumba moja au kwa moja, kwa nini sio? Kwa nini? Lakini hata mmoja unaanza mlango na mlango amwelewa baada ya kazi maliza, wewe karibu watu wewe.
na mwenzako, patana naye. Ni mwenzako, ni mwanafamilia, ni mwanandoa, ni mzazi wako, ni mtoto wako, ni mwanajumuiya. Kwa hiyo peleke maneno yako kwa wengine. Baada ya kujenga, unaharibu kabisa. Unaharibu kabisa. Mtu anapojua kwamba wewe umemsaliti, umetoa habari zake nje, inamuuma sana. Inamuuma sana. Kwa sababu ya kukosa nini? Imani, matumaini, upendo. Leo tunaambiwa kaelekezwa na Paulo katika maisha yetu, lazima tufundishane, tuelekezane, na anayekuelekeza, anayekufundisha, anayekuonya, anayekaribia katika kuelewa, huyo ndio rafiki mwema, mtu mzuri. Sio anayeweka anayekula kushtaki kuna. Na yote kila mmoja leo anapaswa asimamishe fimbo yake ya mfungo ya Mungu ambayo ni imani, upendo, matumaini na kusali daima. Tunaposali tunaomba, tunakuja ili iwe salama, basi tuelekeze